ya kumpendeza, si ndio? Sasa tunapotaja ibada ya kumpendeza Mungu, hatuwezi kutaja ibada ya kumpendeza Mungu pasipo na kutaja pia siku sahihi ya ibada. Kwa pamoja, hatuwezi kutaja ibada ya kumpendeza Mungu pasipo na kuweka pia na siku sahihi ya nini? Ya ibada. Kumaanisha tunapozungumzia ibada ya kumpendeza Mungu, pia kuna siku sahihi ya ibada. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Mungu ni mwema siku zote. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lazima tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Na sikiliza vizuri, Biblia imesema ya kwamba Mungu saizi anawatafuta watu duniani watakao muabudu katika roho na kweli. Umeona? Sasa wacha tuone kweli ni nini. Maana katika kweli ndio tunafaa kupata ibada ya kumpendeza Mungu. Kweli ni nini? Katika kitabu cha Yohana 17:17 soma, ili tuweze kutafuta ibada inayompendeza Mungu na tuitafute mahali ambapo kunapatikana kweli. Sikiliza Biblia inasemaje? 17 kitabu cha Yohana. Inasema twende. Watakase kwa ile kweli. Biblia inasema watu wanatakaswa katika uongo. Amen. Twende. Soma vizuri basi. Inasema twende. Watakase kwa ile kweli. Watu wanafaa kutakaswa katika kweli. Na hiyo kweli ni nini? Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo neno la Mungu ni kweli. Tuongeze ushahidi katika Zaburi 119:160. Kitabu cha Zaburi 119 fungu la 160. Kwa hivyo tumeambiwa tunafaa kutakaswa katika kweli na neno la Mungu ndilo kweli. Kwa hivyo iwapo tunatafuta ibada ya kumpendeza Mungu, lazima tutafute ibada hiyo katika neno la Mungu ambalo ni kweli. Sikiliza, soma. Inasema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wake wa 160 inasema, twende. Jumla ya neno lako, jumla ya neno la Mungu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo ni kweli. Ati jumla ya neno la Mungu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo ni kweli. Kwa hivyo tukitafuta ibada ya kweli lazima tuitafute katika neno la Mungu. Tuko pamoja? Kwa hivyo tunaanza ibada inayokubaliwa na Mungu, si ndio? Haya, tuanze na kitabu cha Mwanzo 1 fungu lake la 31 kwanza. Mwanzo 1 fungu lake la 31 inasema, twende. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Na tazama ni chema sana. Mungu akaona kila kitu alichokiumba baada ya kumaliza uumbaji. Akaona na tazama kilikuwa ni chema sana. Kilikuwa ni chema sana. Kwa hivyo kila kitu alichokiumba Mungu akaona ya kwamba kilikuwa ni chema. Kwa hivyo Mungu alipomaliza kuumba wanadamu, akaumba viumbe, akaumba malaika na vyote vilivyomo katika mbingu na nchi. Mungu aliviumba katika kusudi moja. Mwanadamu pamoja na vyote vilipoumbwa, tunaambiwa nyota za asubuhi ambazo ni malaika zilipoumbwa pamoja, zilipoimba pamoja. Kwa hivyo nyota za asubuhi malaika waliimba pamoja, na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Kwa hivyo wakapiga kelele na kuimba, wakamtolea Mungu ibada kwa furaha, si ndio? Mungu alikuwa ameamrisha jambo. Hebu nipatie Waebrania 1 fungu lake la 6 kwa haraka na upesi. Waebrania 1:6. Ibada inayompendeza Mungu, kuabudu Mungu katika roho na kweli. Waebrania 1 mstari wake ni 6 anasema, naam, hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Basi Mungu baada ya kuumba viumbe vyote akamleta mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo pia. Akasemaje? Naam. Na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Akasema wamwabudu ama wamsujudie Yesu malaika wote wa Mungu. Yaani point ninayoleta, kando na wanadamu kuna malaika pia wanaomsujudia Mungu. Lakini vyote vinavyomsujudia Mungu ikiwemo wanyama na viumbe vyote vya Mungu